Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuletea update nyingine. Katika update hii tutakuonyesha nafasi za kazi zilizotangazwa na Secretariat ya Ajira Portal. Nafasi jumla ya 1086 kwa upande wa afya. Hivyo kama ni mara yako ya kwanza kutembelea ama kuangalia video zetu, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment na kuwasha alama ya kengele ili kuweza kupata notifications za update zinazohusu ajira pamoja na elimu. Tangazo hilo linapatikana katika website ya Secretariat ya Ajira Portal. Ili kuweza kuipata utaandika ajira.go.tz. Utakapobonyeza button yako ya search, moja kwa moja itakupeleka katika ukurasa huo. Utakapofika, huu ndio ukurasa wetu. Website hii inatoa matangazo mbalimbali na inakuwa ni public, kiachana na taarifa ambazo mwombaji anapewa katika akaunti yake, lakini hapa ni kwa wote. Kwa kama tunavyoona, kuna sehemu ya advertisement, kuna kipengele cha call for interview na placement kwa wale ambao wameitwa kazini. Sasa leo tutazungumzia nafasi hizi mpya zilizotangazwa leo tarehe 13 mwezi wa pili 2026. Kama tunavyoona ni tangazo la nafasi za kazi MDAS na LGAS. Kwa tutakapobonyeza ita load PDF ambayo unaweza kuidownload na kuweza kuitumia offline. Kama tunavyoona tangazo la nafasi za kazi, kwa maelezo yameanza Katibu Secretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya MDAS and LGAS anakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi 1086 kama ilivyoainishwa katika tangazo hili. Tunaona daktari daraja la pili nafasi 492, lakini pia mhandisi vifaa tiba daraja la pili tunaona nafasi 31, afisa afya mazingira msaidizi daraja la pili nafasi 172. Pia tunaona daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama daraja la pili nafasi 17, afisa muuguzi daraja pili tunaona nafasi 50, afisa muuguzi msaidizi daraja la pili nafasi 100, tabibu msaidizi daraja la pili nafasi 90, tabibu wa kinywa na meno daraja la pili nafasi 30, daktari upasuaji wa kinywa na meno nafasi 65. Baada ya hapo tunaona kuna masharti ya jumla ambao kwa kila mwombaji anapaswa kusoma na kuelewa kabla hajatuma maombi. Kwa hiyo unapaswa kusoma kwa makini ili kuweza kujua masharti na vitu vya kuzingatia ili uweze kupata nafasi ya kuitwa kwenye usaili na mwisho kuweza kupangiwa kituo cha kazi pale utakapofanya vizuri kwenye usaili. Na jambo lingine kuzingatia wakati unatuma maombi yako, unapaswa kutumia anwani hii. Maana yake barua yako elekezwe kwa anwani hiyo ambayo unaiona hapo. Kwa hiyo ni miongoni mwa masharti. Kwa hiyo ukikosea anwani, basi kuna uwezekano wa wewe kutoitwa katika usaili. Pia usisahau kusaini katika barua yako ya maombi kwa mkono. Usije ukatype kama una type barua lakini saini kwa mkono. Kwa hiyo haya ni mambo ya kuzingatia, na mwisho wa kutuma maombi kwa nafasi hizo 1086 ni tarehe 27 Februari 2026. Leo ni tarehe 13, kwa hiyo siku si nyingi sana. Basi baada ya kuona tangazo hili, andaa dokumenti zako na kuweza kutuma maombi. Kama ilivyoelezwa hapo chini katika masharti ya jumla, maombi yote yatafanyika kupitia mfumo wa maombi, na mfumo huo utapata kwa kutumia hii linki. Unaiona hiyo linki hapo imekolezwa na rangi ya blue. Kwa hiyo kama tuko hapa online tukibonyeza, inaweza ikatupeleka huko katika mfumo wa maombi ambao ndio huu. Kama una account utabonyeza create account, kama unayo utabonyeza vimistari mitatu, utalogin na kuweza kutuma maombi. Kwa hiyo
Pia unaweza ukaipata hiyo mfumo wa maombi kwa kuandika poto ajira. Unaweza ukatumia hata keyword hii, utakao search utaiona hapa juu. Hii ndio poto.ajira.go.tz, mfumo wa kutuma maombi kwa ajira zinazotangazwa na Secretariat ya Ajira Poto. Kwa hiyo katika mfumo huu utaweza kulogin, pia utaweza kusearch vacancies, nafasi mbalimbali zinazoendana na taaluma yako. Mfano tukiingia kwenye vacancies hapo utakutana na taaluma ama nafasi nyingi kulingana na kada husika. Kwa kusubiri iweze kulodi, mtandao umeshuka. Unavyoona imefunguka. Tunaona zile nafasi zilizotangazwa kwa kwenye PDF hapo wamezigawa kulingana na position husika. Tuliona kule posti kwa upande wa daktari daraja la pili ni 492. Kwa kama una apply utakuja kubonyeza apply. Bonyeza apply, itakuleta katika hii page, utasoma duties and responsibilities, qualification. Kiangalia kama qualification zako zinakuruhusu kuomba, basi utabonyeza hapo kulipoandikwa apply now. Lakini hakikisha kwamba tayari umeshafungua account na umeshaijaza dokumenti zako muhimu.